hadi Kasipul aliko mwanahabari mwenza Sydney Chazima na ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hizi. Sydney, habari za sasa, hali ikoje? Kasipul ni mojawapo ya maeneo bunge ambayo yameripoti visa vya utovu wa usalama, awali tukiona hata baadhi ya viongozi wakipigwa kwa mawe. Sijui hali iko vipi sasa hivi? Je, hali hiyo ya wasiwasi kwa kiasi fulani imeathiri jinsi ambavyo wapiga kura wanajitokeza? Kwa kweli ulivyosema Andrin, shughuli hiyo ya upigaji kura imekuwa ikiendelea kwa muda sasa, na tumetembelea vituo kadhaa katika eneo bunge hili la Kasipul, na kwa kweli ulivyosema, foleni si kama vile zilikuwa asubuhi pale, kwa sababu tumeona kina mama wazee, kina baba wazee ambao wanania tu ya kupiga kura. Wengi inabidi wajifiche kwa sababu ya zile mbio na hapa za paka na panya, niseme hivyo, kwa sababu tumeona kwa mara mingi polisi wameshinda wakifuatana na wale wahuni ambao wanatembelea katika magari ya aina ya Probox. Na ikiwa mpiga picha wangu Kakai anaweza tu kukuonesha kule nyuma, utaona lori la polisi pale, na pamoja kuna maafisa wa polisi wa AP pale, kuna maafisa wa polisi wa kitengo cha GSU ambao wamekuwa wakikimbizana tu na wana bodaboda ambao wamebebana karibu watatu katika pikipiki moja. Sijui wanaenda wapi, wanatoka wapi, wakikimbia wapi. Tumeona zaidi ya magari aina ya Probox karibu 7 hivi yakipita katika barabara hii ya hapa nje ya shule hii ya Gorosare yakielekea upande mmoja au mwingine, na kumekuwa na tumesikia milio ya risasi ikifyatuliwa juu. Sijui ni kama walikuwa wanawakimbiza ama walikuwa wanafyatuliwa juu kuwatawanyisha, lakini ni hali ambayo tu imeleta taharuki kwa sasa. Lakini ukiangalia upande ule mwingine, Kakaya atakuleta upande ule mwingine, naomba usonge kidogo ndugu yangu. Ule upande mwingine kule ni pale ambapo kuna shughuli ile ya kupiga kura, na unapoangalia unaona tu watu wameketi chini ya miti, lakini hamna foleni kama hapo asubuhi. Ndio kunao ambao wanakuja polepole, lakini sina ile ari ya asubuhi, kwamba kunao ambao wameogopa na kunao ambao bado wanajitia bidii na kuja hapa ili kukamilisha shughuli hii ya upigaji kura. Naam, tunatarajia kwamba wakati huu tuna ndani ya saa 3 au 4 hivi shughuli hii ya upigaji kura itakuwa imekamilika, na tutaweza kusikiza zile hesabu zitakapokuwa zinafanywa mle ndani katika machumba yale ya kupigia kura ama vituo vya kupigia kura pale ndani. Tukiondoka hapa tutaelekea karibu kilomita 3 hivi hadi shule ya Gorosare ambayo ni Constituency Tallying Center, ambapo tutakuwa tunasikiza matokeo kutoka katika vituo vyote 142. Naweza kurejesha studio tu, labda tutafutane ndani ya saa 1 hivi ama dakika 40, tutakujuza zaidi kilichotokea hapa katika shule hii ya msingi ya Gorosare katika kaunti ya Homa Bay, eneo bunge la Kasipul. Studio. Shukran Sydney Chazima, bila shaka tutakuwa tunarejea kwako baada ya dakika kama 40, 45 au hata chini ya saa 1 tupate